Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans mara baada ya mkutano dhidi ya waziri mwenye zamana ya michezo. Hapa nazungumzia Profesa Palamagamba Kabudi, ambapo aliokutanisha TFF, bodi ya ligi pamoja na Simba wakiwepo Young Africans katika mkutano ambao ulifanyika jijini Dar es Salaam kuanzia katika majira fulani hivi ya saa 4 asubuhi katika dimba la Benjamin Mkapa katika ukumbi wa mikutano, ambapo mchezo ule wakizungumzia kuhusiana na dabi ya Kariakoo ambao uliahirishwa Machi 8, 2025 ambao ulipaswa kuweza kupigwa, lakini Simba wakaweza kugomea, kisa mabounsa wa Young Africans wakidaiwa kuweza kuwazuia katika dimba la Benjamin Mkapa, huku klabu ya Simba ikielezwa ya kwamba haikutoa taarifa kwenye mamlaka za mpira wala timu mwenyeji ambaye ilikuwa ni Young Africans kwamba watautumia uwanja huo katika mazoezi katika nyakati ambazo walikwenda wakawasiri na basi lao ambao lidaiwa ya kwamba lilikuwa limejaa wazee wafupi pamoja na mbuzi, ambao sasa ndio walileta kashikashi kuzuiliwa kwao kuingia kwenye dimba la Benjamin Mkapa. Sasa Young Africans wametoa msimamo wao mara baada ya kikao hicho, na wameweza kueleza yale ambayo wanayataka na kile ambacho kilichozungumzwa wameweza kukiweka bayana. Tutakwenda kujua ni yapi ambayo yalizungumzwa kwenye kikao hicho na nini dhamira ya viongozi wa Young Africans pamoja na wanachama kuhusiana na hiki ambacho leo hii wamekizungumza pia kwenye mkutano wao wa ndani walipoweza kukutana Young Africans juu ya hatima ya dabi ya Kariakoo. Mimi nimekusogezea kila kitu ambacho kinachoendelea na yale yote ambayo yanaendelea kwa sasa kwenye kikosi hicho, pia hata ile taarifa ya kwamba kuna wachezaji ambao hawatakuwa sehemu ya kikosi ya Young African kwani wanaelekea kuvunjwa mikataba. Yote hiyo pia nimekusogezea hapa, tutakwenda kujua kila kitu. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Wina Media, jua kwamba taarifa zitakuwa nyingi ambazo zitakuwa zimekupita. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa, kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo neno subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana hili ambao limeweza kujili kwa wakati huu. Bana, kikosi cha Young Africans ambacho kwa sasa bado kinaendelea kupigania na kudai haki yake kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kati ya shirikisho la soka Tanzania TFF pamoja na bodi ya ligi juu ya yale matakwa ambayo Young Africans waliweza kuyaandika na kuyaainisha na kuyaweka kwa umma, wakiandika taarifa yao kwamba wao mchezo wa dabi ya Kariakoo walishacheza na walifika uwanjani na wakakaa pale uwanjani wakapiga matizi kabisa. Uliweza kushuhudia wachezaji walikuwa wakijiandaa kabisa kucheza mechi hiyo, lakini mnyama Simba aliweza kukimbia mchezo huo, kitendo ambacho bodi ya ligi walikuja kutangaza baadaye kwamba mechi imeahirishwa. Sasa kitendo cha kuweza kutangaza hivyo, wao Yanga wakaona kama vile haya sio yale ambayo yapo kwenye kanuni. Sasa Young Africans bila kuweza kutaka ustaarabu, bila kutaka hekima na busara za kwenda kutumika, wao wamesema ya kwamba hawawezi kucheza katika mchezo huu wa dabi ya Kariakoo. Sio mimi maneno yangu, bali ni taarifa ambayo iliweza kutangazwa kupitia kurasa za Young Africans wakiandika taarifa kwa umma. Sasa Young Africans wakawa wanaendelea kushikilia msimamo wao, huku wakiweza kushinikiza kudai alama 3, magoli 3, na wakaenda mbali zaidi ya kudai fidia ya kile ambacho walichoweza kukitumia kama sehemu ya maandalizi ya mchezo huo. Zaidi ya shilingi milioni 50 na kitu waliweza kuainisha katika ile barua ambayo waliwaandikia bodi ya ligi ya saa 72 iweze kujibiwa na kufanya maamuzi yao, lakini kukawa na mkanganyiko. Mwenyekiti anasema ya kwamba mwenyekiti wa bodi ya ligi bwana Steven Mguto anasema kwamba bodi ya ligi iliwajibu Young Africans, lakini huku afisa habari wa
hapa nazungumzia bodi ya ligi. Yeye anasema ya kwamba pengine walishajibu barua hiyo, kwa kuna mkanganyiko wapi washikilie watu na wapi pa kuachia. Sasa kile kinachoendelea, tukaweza kusikia mwenyekiti wa bodi ya ligi Steven Mguto akisema ya kwamba pengine hili swala linahitaji kusogea mbele zaidi, ambako kwenye mamlaka za juu za kisheria. Hapa nazungumzia sio FIFA, bali unazungumzia katika ngazi ya serikali, ambapo waziri mwenye zamana akaamua kulibeba hili na kuweza kuwaita vigogo wote wawili sehemu moja, pia na kuweza kuwaita wasimamizi wa mpira ambao ni bodi ya ligi pamoja na TFF, ambapo waliweza kuwakilishwa na mwenyekiti wa bodi ya ligi alikuwa ni Steven Mguto, lakini pia kwa upande wa TFF alikuwepo rais mwenye shirikisho lake. Hapa nazungumzia bwana Wallace Karia, ambapo waliweza kujadiliana mpaka usiku wa saa 1 hivi, ambapo walitoka watu walikuwa kimya, hawataki kuongea chochote kwa kile ambacho kilichoweza kujili. Sasa kwa yale ambayo yalikuwa yanaonekana ni kama Young Africans bado wameendelea kushikilia msimamo wao, hawataki kuelewa chochote kuhusiana yale ambayo yapo kwenye kile kinachodaiwa ya kwamba hapa nazungumzia msimamo wa Young Africans kwa kile ambacho wao wanakidai kuhusiana na yale ambayo waliweza kujili katika sakata hilo. Sasa msemaji wa klabu ya soka ya Young Africans hapa anazungumzia huyu si mwingine bali ni Ali Shaban Kamwe. Yeye leo hii alifanya mahojiano na chombo kimoja cha habari, akanukuliwa akisema ya kwamba, na nukuu, wapenzi wa wanachama wa klabu ya Young Africans hapa visiwani Zanzibar, kuwa hadi sasa msimamo wa klabu ni ule ule, haujabadilika, na tumeshawasilisha kwa waziri na mamlaka za mpira. Yani msimamo wa klabu uko pale pale, hakuna kilichobadilika. Kamwe akiweza kuzungumza hivyo, Ali Shaban Kamwe, afisa habari wa klabu ya soka Young Africans, pengine ikiweza kuelezwa kwamba Young Africans bado wanataka kwenda kushikilia kile ambacho kinachoendelea. Hawataki masuala ya kucheza tena, wanataka kuweza kupewa alama zao 3, na ndio hicho ambacho pengine inaelezwa kwa taarifa za ndani kwamba Young Africans walienda kushikilia bomba pale pale kwa mheshimiwa waziri, wakisema ya kwamba wao wanahitaji kuweza kupata kile ambacho wanakitaka. Lakini kwa kile kinachoendelea inashaonekana kama dabi imeshakuwa ni kipengele kizito kwenye mamlaka za soka Tanzania. Nazungumzia TFF pamoja na bodi ya ligi. Inaelezwa ya kwamba kipengele ishakuwa dabi itachezwa, lakini huenda ikaondoka na watu katika pale kinachoitwa shirikisho la soka Tanzania, TFF pamoja na bodi ya ligi, huku Young Africans wao walisema ya kwamba hawana imani na bodi ya ligi, hivyo wangeomba bodi ya ligi iweze kupisha, ndio watakwenda kujadiliana. Kama isipopisha, basi msimamo wao utaendelea kuwa pale pale, huku wengine wakifika mbali zaidi, wakitaka hata viongozi wanaokaa ama wanaoshikilia zamana ya mpira wa TFF waweze kujiuzuru, ndipo pale ambapo watakapoamua kucheza dabi hiyo, kwa kile ambacho baadhi ya mashabiki ambao wanaendelea. Lakini kwa wengine wanasema ya kwamba wenyewe hawako tayari kabisa, yani wang'oke wasing'oke, mambo hawako tayari kile kinachoendelea kwa sasa. Hawataki kabisa masuala ya dabi, hawataki kuchoma nauli zao kutoka mikoani kwenda kushuhudia dabi. Wenyewe wanachokitaka, kama itapigwa mechi nyingine labda huko kwenye kombe la FA, kwa sababu bado Simba na Young Africans watakuwepo, labda watakwenda kushuhudia dabi, au pengine msimu ujao katika ngao ya jamii, pengine msimamo ukiendelea kubakia hivi kama hivi ambavyo unasimama kwamba Yanga akiwa bingwa, pengine Simba akishika nafasi ya pili, watakutaka katika ngao ya jamii, ama pengine bingwa wa kombe la FA ama na ligi kuu watakutana. Kama Simba akifanikiwa au itakapokuwa, labda kama hapo wataenda kukutana, labda msimu ujao ndio wakutane. Lakini kwa msimu huu Young Africans msimamo unaendelea kushikiliwa pale pale kwamba dabi hawachezi. Bwana, weka maoni yako katika upande wa comment hapo, niachie wewe unadhani nini kifanyike kusuluhisho kwa haya.